Usiku ulikuwa umetulia, kimya kizito kilikuwa kimetanda ndani ya nyumba ya Nabii Daud alayhi salam. Hakukuwa na sauti isipokuwa pumzi za uhai zinazohesabu dakika zake za mwisho, huku dunia ikiwa bado imejistiri kwa mapambo yake ya kudanganya. Ndipo ghafla Nabii Daud alayhi salam akamwona mtu amesimama katikati ya nyumba yake. Hakusikia mlango ukigongwa, hakumwona akiingia, wala hakuna aliyejua ametokea wapi. Moyo ulitetemeka kwa kuwa alikuwa na wivu mkubwa juu ya watu wa nyumbani kwake. Akamtazama kwa mshangao na taharuki, kisha akasema kwa sauti nzito, "Wewe ni nani na umeingiaje ndani ya nyumba yangu bila ruhusa?" Yule mtu akamtazama kwa utulivu wa kutisha, utulivu ambao huvunja nguvu za wafalme. Kisha akasema, "Mimi ndiye ninayeingia kwa wafalme bila ruhusa, ninayeangusha majumba na kasri, ninayewafanya wake kuwa wajane, watoto kuwa mayatima, ninayewatenganisha marafiki na wapendwa wao. Mimi ndiye mkatizaji wa ladha za dunia, mnyakuaji wa roho." Maneno yale yalipenya moyoni kama mshale wa moto. Nabii Daud akasema kwa sauti iliyopooza, "Wewe ni malaika wa mauti." Akajibu kwa kumwambia, "Ndiyo, mimi ni malaika wa mauti." Wakati huo nguvu za kifalme hazikufaa tena. Walinzi hawakuwa na maana, milango na kuta havikuweza kuzuia chochote. Nabii Daud alayhi salam akamuuliza, "Je, umekuja kama mgeni au umekuja kuichukua roho yangu?" Malaika wa mauti akamjibu, "Nimekuja kuichukua roho yako." Nabii Daud akashangaa na kumuuliza tena, "Umekuja kuichukua roho yangu bila ya kunitumia wajumbe?" Malaika akamjibu, "Hapana, bali nimekutumia wajumbe kabla." Kisha akaanza kumkumbusha, "Yuko wapi jirani yako fulani?" Nabii Daud akasema, "Ameshafariki." Malaika wa mauti akamuuliza tena Nabii Daud, "Uko wapi ujana wako?" Nabii Daud akasema, "Umepita, nimezeeka hivi sasa." Akamuuliza tena, "Ziko wapi nguvu zako?" Nabii Daud akasema, "Zimedhoofika." Ndipo hapo malaika wa mauti akasema, "Hao wote walikuwa wajumbe wangu kwako." Kimya kikatawala. Nabii Daud alayhi salam alitambua kuwa kila mvi kichwani, kila nguvu iliyopungua, kila kaburi aliloliona vilikuwa vikimwambia, "Safari yako inakaribia." Ndipo hapo malaika wa mauti akaichukua roho ya Nabii Daud alayhi salam. Habari zilipoenea, mji wa Baitul Maqdis ukatikisika kwa huzuni. Watu wakalia, ndege wakalia, na hata wanyama wa porini na miti vilionekana kuomboleza kifo chake. Mazishi yake yalikuwa mazito na ya kutisha, yenye kuikumbusha nafsi udhaifu wake mbele ya Mwenyezi Mungu. Wanadamu walihudhuria, majini walihudhuria, ndege walikusanyika angani makundi kwa makundi, na jua lilikuwa kali mno siku hiyo, kana kwamba ardhi yenyewe ilikuwa inahisi uzito wa kuondokewa na nabii wa Mwenyezi Mungu. Ndipo Nabii Suleiman alayhi salam akawaamuru ndege watandaze mabawa yao juu ya watu waliokuwa kwenye msafara wa mazishi. Mabawa yakawa kama kivuli kikubwa kinachowafunika waombolezaji dhidi ya joto kali. Ilikuwa ni siku ambayo kila aliyeona alikumbuka kuwa hakuna mfalme atakayebaki, hakuna nguvu itakayodumu, na wala hakuna atakayemkimbia malaika wa mauti.